sisi ni matokeo ya uumbaji wa Mungu na tunafanana kabisa na Mungu wetu wa mbinguni. Kwa hiyo kile ambacho Mungu wetu anakifanya, hicho ndicho kaachilia pia uwezo katika kinywa chetu. Wakati Mungu anaumba ulimwengu huu, aliumba kwa kutamka. Tunakubaliana wote, kila kitu kilichopo hapa kiliumbwa kwa kutamkwa. Kwa hiyo unachokiona chote, Mungu hakutumia rasilimali yoyote kukiumba, ila alitamka kwa neno lake na kile kitu kikawa. Sasa na sisi tulipokuja kuumbwa na kwa sura ya Mungu, Mungu akaachilia uwezo ndani ya kinywa kwamba chochote tutakachokitamka, chochote tutakachokisema, kile kitu kitokee vile vile kama tulivyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaweza ukashangaa tu kwamba maneno yana nguvu. Maneno yana nguvu. Maneno yana nguvu ya kujeruhi. Maneno yanaweza akakufurahisha, yaliyotoka tu kwenye kinywa cha mtu. Kuna wakati mtu anaweza akakusema vibaya, ukashindwa hata kula. Si ndio watu wa Mungu? Ukashindwa hata kula. Sasa unaweza ukasema ni maneno tu, mtu amesema tu, lakini haya maneno alipoyasema yakakufanya ukashindwa kupata utulivu, kwa sababu maneno yana nguvu. Bwana Yesu atusaidie. Yaani kile mtu anachokisema kutoka kwenye kinywa kina nguvu. Kwa kinapokuja kufika, kinafika kwa nguvu ile ile, ndio maana kinakunyongonyeza. Wakati mwingine kinatoka kikiwa ni kizuri, kinatoka kinaweza kikakufurahisha. Ukakuta tu mtu amefurahi, unamwambia nini? Unasikia nimepata habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zile habari njema ni maneno yaliyotoka kwenye kinywa. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wanaoelewa, watu wenye ufahamu huwa hawachukulii kwenye maneno. Nikawa najiuliza kitu kimoja. Mfano ukiwa unaangalia hata bunge letu, labda ukakuta mtu ametamka kauli ambayo sio, unasikia wanamwambia futa kauli yako. Sasa mimi nikasema imeshasikiwa kwenye masikio ya watu, lakini anaifuta wapi? Bwana Yesu atusaidie. Kwa sababu wanajua maneno. Rais huyu aliyekuwa anatoa hichi yaani kwamba futa kauli yako, alikuwa anajua kabisa maneno yanaweza yakafutwa. Ni kweli linaweza lakini likafutwa kabisa katika ulimwengu wa roho na isibaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukisoma katika kitabu cha Mithali sura ya 6 mstari wa 2. Mithali sura ya 6 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, Mithali 6 mstari wa 2, basi umetengwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Amen. Anasema basi umetegwa. Umetegwa. Tunajua mtego. Watu wa Mungu tunaufahamu mtego. Mtego ni kwa ajili ya kunasa. Sawa? Kama mtego umewekwa kwa mtu, ina maana wanataka wamnase huyo mtu. Kama mtego umewekwa wameweka polini, ina maana kuna namna wanataka wanase, wanatega kitu, wanataka wakinase wakipate kile kitu. Lakini mtumishi wa Mungu Mfalme Sulemani anasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana rahisi tunaweza kusema kwamba umejitega wewe mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie. Umejitega wewe mwenyewe. Lakini umejitega kwa kutumia nini? Maneno yaliyotoka kwenye kinywa chako. Bwana Yesu atusaidie. Anasema umekamatwa. Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Tunakuja kugundua kwamba kumbe maneno unayoweza ukayaongea yanaweza yakawa ni mtego wa kukutega wewe mwenyewe, yakakunasa wewe mwenyewe, yakakupelekea kwenye uharibifu wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio ukawa karulete wa maisha yako kwa maneno uliyoyasema wewe mwenyewe kwa kinywa chako. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo huyu mtumishi alionyesha kwamba andiko hili linaonesha ipo nguvu ya maneno yanayotoka katika kinywa cha mtu, na kwamba hayo maneno yana uwezo wa kumfanya mtu
ya kumharibia maisha. Hayo maneno yana uwezo wa kuponya, hayo maneno yana uwezo wa kukomboa, hayo maneno yana uwezo wa kuharibu. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba watu ambao wanaufahamu huwa hawaongei ili mradi wanaongea. Yaani mtu ambaye anaelewa kwamba maneno yangu yanaweza yakaleta madhara, huwa hawezi kuliachilia tu neno bila kufikiri. Kwa sababu hilo neno wakati mwingine linaweza likawa mtego, likatega maisha yake, likaharibu maisha yake. Na kwa asilimia kubwa unakuta mambo mengi watu wanayoongea ni mabaya kuliko mambo mazuri. Mambo mengi ambayo watu wanajitamkia unaweza kukuta ni mabaya kuliko ambayo mema wanajitamkia. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Na yale mabaya yanaenda yanaharibu maisha, yanakuwa ni mtego ambao umewafunga watu. Kuna wengine wamejifunga wao wenyewe, kuna wengine wamejiingiza kwenye mashimo wao wenyewe, kuna wengine wamefanya maisha yao yaharibike wao wenyewe, kwa sababu wao wenyewe wamekuwa wakijitamkia babaya. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo haya maneno yanayotoka kwenye kinywa, haijalishi umetamkiwa au umejitamkia, yana nguvu ya kuharibu maisha au ya kutengeneza maisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Naomba tuangalie katika kitabu cha Petro sura ya kwanza mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 10a. Petro sura ya kwanza, Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10, neno linasema, kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya. Amen. Hapo anasema kwa maana atakaye kupenda maisha. Bwana Yesu asifiwe. Anayetaka kuyapenda maisha, anayetaka kuyafurahia maisha. Bwana Yesu asifiwe. Anayetaka kuifurahia siku yake, anasema atakaye kupenda maisha na kuiona siku njema, yaani siku yake iwe njema. Bwana Yesu asifiwe. Anayetaka, unaelewa anayekwambia anayetaka. Wakisema wanaotaka kunywa chai, ina maana kuna wengine wanaweza wasitake kunywa nini? Chai. Wanaotaka kunywa labda kuna chai, kuna juisi, kuna maji. Wanaotaka kunywa maji, haya hapa utaona waliosimama kwenda kunywa nini? Maji. Wanaopendelea vitamu na wenyewe watasimama kwenye upande wao. Atakaye, ina maana hapa ni uchaguzi. Nani anataka? Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema atakaye kupenda maisha. Huyu mtu anayetaka, mtu yeyote anayetamani au anayeyapenda maisha yake, anayetamani kuona siku yake njema, Biblia inasema hivi, auzuie ulimi wake. Bwana Yesu asifiwe. Auzuie, aweke zuio kwenye ulimi wake, asinene, asitamke, asiongee mabaya. Sasa unaweza kuanza, kumbe maneno mabaya yanaweza yakaharibu siku isiwe njema. Bwana Yesu atusaidie sana. Kumbe maneno yanayotoka kwenye kinywa chetu, kama yakiwa mabaya, yanaweza yakaharibu hatima njema ambayo Mungu alikuwa ameikusudia. Kumbe maneno yakitoka kwenye kinywa chako yakiwa mabaya, yanaweza yakaifanya usifurahie siku. Ndio maana anasema anayetaka, Bwana Yesu asifiwe, anayetaka kuipenda siku yake, anayetaka kufurahia maisha, anayetaka kuona siku yake njema, anayetaka kuona baraka wa Bwana, anayetaka kuona amani inatawala kwenye maisha yake, anayetaka kuona furaha inatawala kwenye maisha yake, anayetaka kuona ushindi kwenye maisha yake, anayetaka kuifikia hatima njema, anayetaka kuwa na afya njema, anayetaka kuwa na uchumi mzuri, anayetaka kila kitu chema, sharti azuie ulimi wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo, asipozuia ulimi wake atayapata mabaya. Asipozuia ulimi wake hataona siku njema. Asipozuia ulimi wake hataona furaha. Kwa hiyo kumbe kuna uhusiano kati ya kile tunachokitamka na siku kuwa njema.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna uhusiano mkubwa kati ya kile tunachokiongea na siku kuwa mbaya. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana huyo anasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Wangapi walipoamka asubuhi wamejibariki? Wamekumbuka kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ninajibariki. Ninajitamkia amani. Ninajitamkia ushindi. Siku yangu imebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitafanikiwa. Mimi ni mbarikiwa. Mimi sitashindwa. Hakuna baya litakalokuja mbele yangu. Bwana Yesu atusaidie. Ninatamka kwa kinywa changu. Kwa sababu kwa kinywa changu hiki Mungu amekipa uwezo wa kufanya siku yangu iwe nzuri au iwe mbaya. Bwana Yesu atusaidie. Kwa unaweza ukakuta kwamba kumbe matokeo ya maisha yetu pia yanaweza akasababishwa na maneno ambayo tumekuwa tukijitamkia siku kwa siku. Unaweza ukashangaa mtoto amezaliwa ni katoto ka kike labda. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema ameleta nani kama haya. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani mtu anaweza akawa anatamka katika hali ya utani. Au unaweza kukuta mtu kulingana na kipindi alichonacho hajitamki mazuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Siku moja kuna watu wako wamekaa na katikati yao akawepo mtoto mmoja wa mgomea Yesu. Sasa walikuwa wanafanya biashara. Walipokuwa wanafanya biashara na mimi nikawa napita pale. Akasema hivi, ila siku ya leo imenuna, siku ya leo ni nzito. Bwana Yesu atusaidie sana. Ana bidhaa. Siku zote naona siku hiyo aliona ni nzito. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo anaongea in a simple way, yani kwa maana rahisi kabisa. Wanajadiliana na wafanyabiashara wenzake wamekaa pale. Anasema ni siku ya leo imenuna. Mpaka saa hizi mzigo bado ninao mkubwa. Akasema siku ya leo naona watu hawana hela. Wakaongea pale wakasapotiana waliposapotiana wakamaliza nikawasikia. Baadaye nikamvuta pembeni. Bwana Yesu atusaidie. Nikamwambia hichi ulichokitamka ni tanzi kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa sababu kinywa chako kimepewa nguvu ya kuumba kitu kisichokuwepo na kuharibu. Kwa hiyo inategemea tu wewe unatamka nini. Nikasema hatutamkagi hivyo. Bwana Yesu atusaidie. Sema nitauza. Akasema ila kinywa hiki. Bwana Yesu atusaidie. Nikamwambia sema nitauza. Nikamwambia pesa zipo. Wewe uziwe bila pesa zipo. Bwana Yesu asifiwe. Utakapotamka nitauza, hizo pesa zitakuja. Nikamwambia kwa hiyo usitamke kinyume. Bwana Yesu atusaidie. Usitamke kwa sababu unatamka, unaweza ukatamka kulingana na mazingira. Lakini usije ukajua kwamba yale maneno ni mtego wa kukunasa wewe mwenyewe. Wewe unaweza ukatamka kama kawaida, kumbe kwamba hayo maneno ndio yanakuharibia. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tunaweza tukawa hivi tulivyo kwa sababu ya maneno tuliyotamka jana, kwa sababu ya maneno tuliyotamka juzi. Tunaweza tukapata uharibifu kwenye maisha haya. Si kwamba Mungu ametaka, ni kwa sababu Mungu kashaweka pale. Chochote tutakachokitamka kikawa ni chema, Bwana Yesu atusaidie sana, au kikawa ni kibaya kikaharibu maisha yetu. Ndio maana anasema apendaye, atakaye kuona siku njema, anayetaka kuifurahia siku yake, anayetaka kuyafurahia maisha yake, anayetaka tamka mema. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati nimefika chuo, kwa mara ya kwanza kabisa nimefika chuo, ndio mgeni wa mazingira. Na hisi kulingana na hali ya hewa niliumwa sana, yani niliumwa sana. Ikamlazimu mamangu atoke nyumbani kuja kuniuguza nikiwa shuleni. Na nimesoma chuo kimoja darasa moja na kakangu ninayemfuata mimi.
kakaangu mkubwa. Kwa hiyo sasa tukiwa pale nikawa naumwa, wakatangaza kwamba kuna testi inafanyika. Ndio testi ya kwanza kabisa, ndio tumefika na yule mwalimu sijui ilikuwa, yaani tuna wiki mbili tu testi akaitangaza itolewe. Tunasikia mambo mengi, kuna kukamatwa, uelewi kukamatwa maana yake ni nini? Kuna kudisco, uelewi kudisco maana yake ni nini? Yaani unasikia kuna vitu vingi, huko kuna mambo mengi. Sasa mimi akawa amekuja kakaangu, siwezi hata kufungua macho hata kufanya, akasema hivi, mdogo wangu inabidi ujitahidi. Uende tu hii test ukafanyeje, ukaifanya. Kwa sababu hii test usipofanya wanasema utakuja kufanya mtihani ukiwa umekaa peke yako. Ukiwa peke yako, wamekusimamia peke yako utaweza, si bora tu ujichanganye ufanye na sisi wenzako wengi. Akasema lakini huko anasimanga pia kuna kukamatwa. Sina muuliza kaka, kukamatwa ni nini? Nasema na mimi kwa kweli sifanyeje, sielewi. Bwana Yesu atusaidie. Kwa tukiwa tumekaa pale nikaa na baba, basi mama nisaidie kusoma. Yaani hao yananisaidia kwa sababu macho hayana nguvu hata ya kufunguka kuangalia karatasi. Kwa sasa ni uwezi, watu wa Mungu, mwili hauwezi. Mwili ukiumwa akili imeumwa. Kwa hiyo mama anajaribu kunisomea. Kwa hadi siku ya mtihani ninaenda, wamenishikilia. Ninaogopa kufanya mtihani peke yangu na kukamata. Bwana Yesu atusaidie sana. Wamefika pale, wamenikodia gari, limeenda limenishusha, nikaingia nikapanda, tulikuwa tunafanyia floor ya juu kabisa. Nikapanda nimeenda. Nilipoenda kakangu akasema, mimi nitakachokusaidia mdogo wangu, nitakaa pembeni yako. Wewe utakuwa unaangalia kwangu. Bwana Yesu atusaidie. Nikaambia sana. Kwa tumefika kwenye mtihani, akakaa pembeni na mimi nikakaa. Watu wa Mungu tu, hata kuangalia kwenda kwenye dawati la pili nilikuwa siwezi kuona. Nikafanya ule mtihani, nilipofanya nikapata 2 ya 20. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa nilipopata 2 ya 20, nikawa nimerudi nikamuonesha mama, nikamwambia nimepata 2 ya 20. Mama akasema Mungu atakusaidia. Sasa mimi nawaza huko kukamatwa walikosema, na mimi hii 2 niliyoipata vinawezekana. Sasa nikawa nimempigia simu baba, nitoe matokeo ya kwanza. Nikamwambia baba, nimefanya mtihani ila nimepata 2 ya 20. Baba wangu akasema, mwanangu wewe ni kichwa. Bwana Yesu atusaidie. Wewe ni kichwa. Nikamwambia baba, hujasikia vizuri, ni 2 ya 20, yani 2 kwa 20. Baba akasema, mwanangu wewe ni kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni baba ni 2, mimi nakazania 2, yeye anakazania wewe ni kichwa. Mimi baba ni 2. Akasema hivi, mwanangu mimi ninakwambia hivi, wewe ni kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi ninaanza kuwaza, hicho kichwa kiko wapi? Kichwa, kwa sababu mazingira hayasadifu huo kichwa unaoongea. Bwana Yesu atusaidie. Lakini yeye ni watu wawili wanaotamka vitu tofauti. Huyu anatamka kulingana na mazingira anavyoongea, lakini huyu anatamka akijua kwamba kuna kitu kitasababishwa kwenye ulimwengu wa nini? Ulimwengu wa roho. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa baba akasema, wewe ni kichwa bwana. Baba mimi nimepata 2, wewe ni kichwa. Bwana Yesu atusaidie. Wewe ni kichwa. Kwa nini alikuwa hataki kukubaliana na mazingira kwa wakati ule? Kwa sababu alikuwa anajua yale maneno yanaenda kuumba katika ulimwengu wa roho. Hichi ambacho hakionekani kichwa kwa wakati huu kitaenda kutengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Kitaenda kutengenezwa. Maneno ni ufunguo ambao Mungu ameachilia kinywa chetu akipa nguvu, kwamba chochote sisi tunachotamka, kwamba kama mimi nimetamka mimi ni mzima, lakini kwenye mazingira haya uzima ulikuwa uonekani, lile neno ni kama ufunguo unaoenda kufuatilia na kuanza kulazimisha uzima upenye kwenye mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba yale maneno ninayotamka, kwamba mimi ni mbarikiwa, kwamba mimi ni mshindi, kwamba mimi ninaweza, kwamba mimi sitakwama,
kwamba sitafia njiani, sitaishia njiani, sitaishia hapa, sitahangaika. Yale maneno ni ufunguo, Bwana Yesu asifiwe, yanaenda kulazimisha yale mazingira yaje yatokee katika ulimwengu wa kawaida. Ndio maana Sulemani alikuwa anasema kwamba umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, yaani kwamba yale maneno uliyokuwa unayaongea kulingana na mazingira uliyokuwa nayo, kulingana na hali uliyokuwa unapitia nayo, yalikuwa ni mtego wa kuendelea kukufanya ubaki pale pale ulipo. Bwana Yesu atusaidie. Kumbe hata kama tupo kwenye mazingira magumu na tunataka tutoke katika hayo mazingira, tupo katika hali ngumu na tunataka uwe mwisho wa hiyo hali ngumu, tupo katika mateso na tunataka hayo mateso yakome, tupo katika kushindwa na tunataka tuishie hapa utende katika ushindi, tunatakiwa tutamke kinyume ili tuweze kuvuka, kwa sababu hayo maneno yanaenda kutengeneza barabara uelekee kule ulikotamka. Ndio maana anasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno yako, kwamba ni wewe mwenyewe umejikamata, sio mchawi. Bwana Yesu atusaidie. Ni wewe mwenyewe umejiwekea mtego ukadumbukia kwenye hilo shimo, ni wewe mwenyewe wala sio mtu mwingine. Ninaongea maneno yanayotoka kwenye kinywa chako, kwamba haya maneno yana uwezo wa kuharibu hatima njema ambayo Mungu amekukusudia, yana uwezo wa kuharibu, yana uwezo wa kuharibu hicho kitu chema ambacho Mungu amekukusudia. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini na maneno unayotamka. Uko kwenye mazingira gani? Kuwa makini na maneno unayotamka. Una hasira, ni kweli, lakini kuwa makini na maneno unayotamka. Ni kweli una maumivu, lakini kuwa makini na maneno unayotamka, kwa sababu yanaweza yakawa mtego, yakakukamata na kukushikilia ukabaki pale pale na usiuone uaminifu wa Bwana. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana anasema umetegwa. Maneno yako ndio yamekutega. Yale uliyojitamkia jana yamekutega. Mtu amejitamkia sisi ni wa hivi hivi, sisi ndio wale tunaosindikiza maisha. Bwana Yesu atusaidie. Sisi ni wa kushindwa. Wengine kila tunachoshinda kitu sisi hatuna, inawezekana sisi sijui tuliumbwa siku ya ngapi, wengine sijui sasa waliumbwa ya ngapi. Bwana Yesu atusaidie. Yaani mtu anatamka tu kwa sababu yupo kwenye wakati mgumu, yupo kwenye maumivu. Lakini habari njema ninayo asubuhi ya leo ya kwamba ukitaka utoke kwenye hilo tanzi, ukitaka kutoka kwenye mtego, haijalishi umetamkiwa au umejitamkia, unatakiwa kuanza kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Ubadilishe, utamke tofauti na vile ulivyotamka. Kama uliona kwamba unashindwa, useme mimi siwezi kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sitashindwa. Hata kama unaona kwamba kuna kukata, mimi sikati tamaa, mimi nitavuka. Nitamkie maneno mazuri, kwa sababu hayo maneno kwenye ulimwengu wa roho yanafuatiliwa. Na ndio maana nikakutolea mfano kwamba maneno yanaweza yakakunyong'onyeza, maneno yanaweza yakakufurahisha, maneno yanaweza yakakuliza. Mtu anaweza asikupite, lakini akaongea maneno tu, yale maneno yakakuumiza, kwa sababu maneno yana nguvu. Na ndivyo hivyo Mungu alivyoachilia nguvu kwenye kinywa chetu, ya kwamba chochote tunachokitamka kitakuwa kama kilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu unaweza kukuta tu ana hasira, anasema hii ndoa itakufa. Bwana Yesu atusaidie. Ana hasira, anasema kama ni ndoa iache. Bwana Yesu atusaidie. Ni kweli ni hasira na ni maneno, na ndivyo yanavyoenda kutimia. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Mtu anaweza akatamka chochote tu anachoweza. Kuna siku moja tukawa tumeenda kumuona mgonjwa mmoja amelazwa. Tukawa tumpigia simu kwamba anaumwa, amelazwa. Tulipofika kule tukasema tumekuja tukuombee. Akasema asante, umekuja. Lakini wakati tunaendelea, bado hatujaanza kuomba, mchungaji alikuwa anaongea naye. Alipokuwa anaongea akaanza kulia, nimechoka mimi. Bwana Yesu atusaidie. Nimechoka. Mama akamshtua. Nimechoka. Ni kweli uko kwenye maumivu, sawa? Anaumwa, anahitaji msaada, lakini anachotamka kinaendana na mazingira.
yaliyopo kwa wakati huo. Anasema mimi nimechoka. Hadi ndugu zake wakaniambia, sasa tulia jamani, si ndio wachungaji wamefika, tulia jamani, mimi nimechoka. Nikasema hapa hata kama tukisema tuombe, kwa sababu yeye anachokitamka, Bwana Yesu atusaidie, inawezekana kikasababisha kikapelekea nini? Mauti. Kwa tukaanza, ikabidi tumwambie ndugu yetu, hebu tutulia kwanza. Tukaanza mchungaji akaanza kumkaza, usiongee hivi. Ukiongea hivi unaongea vibaya. Wewe unaweza ukawa unaongea kulingana na hali unayopitia, sawa? Lakini kumbe unaongea vibaya. Akaambia usiongee hivi. Haya maneno sio mazuri. Tunatakiwa tuyafute. Ina maana unaposema umechoka kuishi au Bwana Yesu atusaidie, hautamani kwenda kuona watoto wako. Nani atakayelea watoto? Wewe ukisema umechoka, nani atakayewaangalia wale watoto wako? Nani atakayewasomesha? Badilisha kutamka. Bwana Yesu, bora uitake tu hata Yesu nisaidie. Bwana Yesu atusaidie. Yesu nisaidie, tunaona unaita msaada wa Bwana. Lakini unapotamka maneno yaliyo kinyume, ina maana unampa halali, unayapa mapepo kufuatilia kile unachokitamka kikatimizwe jinsi ulivyokitamka wewe. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Kwa watu wa Mungu, katika kitu tunachotakiwa kuchunga ni maneno tunatakiwa tuyachunge. Maneno yanayotoka kwenye kinywa chetu. Jifunza kujitamkia mema. Jifunza kujitamkia mazuri. Jifunza kujibariki. Jifunza kubariki watoto wako. Jifunza kutamkia ushindi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hali yoyote unayopitia, jifunza kutamka mema. Kawaida kuna kile mazingira kinachoongea, lakini kuna kile kinachoonekana na kuna kile Bwana anachosema. Bwana Yesu atusaidie. Sasa Mungu ameachilia ushindi kwenye kinywa chetu, kwamba kinywa chetu kizae matunda kulingana na kile tutakachokisema. Ndio maana hata wokovu, hivi wokovu wenzetu mlipateje? Bwana Yesu atusaidie. Hapa mtu akikwambia umeokoka, utamjibu nini? Ndio. Ilikuwaje ukaokoka? Tuliokoka kwa kutamka, si ndio? Tulikiri. Ndio maana Biblia inasema hivi, yeyote anayekiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana na kwamba Mungu alimfufua katika wafu, anafanyaje? Anaokoka. Kwa tuna uhakika kwa yale maneno. Mtu akwambia umeokoka, yeye nimeokoka. Umeokoka kweli? Umeokoka lini? Tarehe fulani. Nakumbuka nilikiri yale maneno. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nikaupata wokovu. Kwa hiyo chochote kwenye ulimwengu wa roho ili ukipate, unakipata kwa kutamka. Naomba tuangalie katika kitabu cha Marko sura ya 11. Marko sura ya 11. Utasoma mstari wa 12 hadi wa 14, alafu utaruka utaenda mstari wa 20 mpaka 23. Marko 11. Neno la Mungu linasema, hata asubuhi yake walipotoka Bethania aliona njaa. Huyu ni Yesu pamoja na wanafunzi wake. Sawa watu wa Mungu? Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipofikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Wanafunzi wake wakafanyaje? Wakasikia. Haya ni maneno Yesu alikuwa anayaongea. Ameenda, wanaendelea na safari, asubuhi akaona njaa. Sasa walipokuwa wanatembea, anasema akauona mtini kwa mbali. Akaenda aone kama ataona matunda. Sawa? Lakini matokeo yake hakukuta nini? Matunda. Akasema hivi, tangu sasa mtu asile matunda kwenye mti wako. Mstari wa 20. Ndio. Na asubuhi walipokuwa wakipita, waliona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini,
wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia yatakuwa yake. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Yesu alikuwa anafundisha kwa mfano. Sawa? Alikuwa na wanafunzi wake. Wapo safarini. Wanaelekea Bethania. Anasema akaona njaa. Lakini kwa mbali akauona mti. Akauendea ule mti akitaraji kwamba nitachuma tunda nile. Lakini hakupata matunda kwenye ule mti. Akaulani ule mti, akamwambia kwamba tangu sasa mtu asichume matunda kwenye huu mti. Sawa? Wakawa wameondoka wakaendelea na safari yao. Biblia inasema kesho yake asubuhi akawapitisha kwenye ile njia, wakawa wanarudi. Petro akauona ule mti kwamba umenyauka. Akakumbuka yale maneno ambayo Yesu Kristo aliyasema kwa habari ya ule mti, kwamba tangu leo mtu asile matunda kwenye mti wake. Akamwambia Rabi manake mwalimu, angalia ule mti ulioulaani umefanyeje? Umenyauka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia mwaminini Mungu. Ndio unakuja ule mstari wa mwisho anasema hivi, amini na waambia. Bwana Yesu asifiwe. Amini na kuambia. Yeyote atakayeuambia, yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Tunazingatia hapo neno nini? Yeyote. Sio mchungaji, sio nabii, sio mwinjilisti, sio mwalimu peke yake. Anasema yeyote, mtu yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, na wala asione shaka moyoni mwake, aamini ya kwamba yale aliyosema yametukia yatakuwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anajaribu kufunua kitu gani hapa? Kwamba kumbe mtu yeyote anaweza akautamkia mlima au hali yoyote anayokutana nayo kwenye maisha, anaweza akaisemesha. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza akausemesha mlima wa umaskini, anaweza akausemesha mlima wa magonjwa, anaweza akausemesha mlima wowote, kile chochote anachotamani kukisemesha kwamba kiondoke kwenye maisha yake, na kikaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana Yesu Kristo alikuwa anajaribu kufunua kwamba kwenye kinywa chako kuna nguvu ya kusababisha chochote utakachokiamuru kitokee. Bwana Yesu asifiwe. Chochote utakachokisema kiondoke, kile usichokitaka kiondoke, na kile unachokitaka ukasema kikaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana yeye aliusemesha mti, akasema tangu sasa mtu asipate matunda. Hao wanakuja wanashangaa, ule mti ulioulaani umelaaniwa. Na yeye alikuwa anajua kwamba kwa sababu ni Yesu na yeye ana nguvu, na yeye wanajua kwamba huyu ametoka mbinguni, ndio maana umelaanika. Sawa? Lakini Yesu akaja akawaambia sio tu mimi ila yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, yeyote atakayesema umaskini mwisho, yeyote atakayesema hasara mwisho, yeyote atakayeambia magonjwa mwisho, yeyote atakayesema kushindwa mwisho, yeyote atakayesema udhaifu mwisho, na akaamini kile anachokisema ndani ya moyo wake, hicho kitu kitatukia na kitakuwa cha kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaonesha kwamba sio mimi tu, lakini na mimi nilipowaumba nyie, ile nguvu niliachilia ndani yenu, ya kwamba unaweza ukasema chochote na kikatokea vile vile unavyotaka kitokee. Unaweza ukasema chochote, ukasemesha hali yoyote ya kwamba hii hali mimi siitaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo hali ikawa mwisho wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameachilia kinywa, nguvu ndani ya kinywa chetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaisemesha wakati biashara ndogo, biashara utazaa biashara zingine. Wewe unahisi umeongea, lakini kwenye ulimwengu wa roho hilo neno litafuatiliwa. Bwana Yesu atusaidie. Inawezekana mazingira sasa hayaoneshi, lakini kile unachotamka ndivyo unavyoumba. Kama Baba yako wa mbinguni ambavyo anaumba vitu kwa kutamka. Yeye alisema tu iwe nuru, haikuwepo, lakini ikafanyeje? Ikatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huo uwezo ameuachilia ndani yenu. Ndio maana anasema amini na waambia. Amini. Ina maana asiamini hawezi
kupata. Bwana Yesu atusaidie. Amini na kuambia, chochote utakachotamka, kuna jambo gani ambalo unatamani kulitamkia litokee kwenye maisha yako? Kuna hali gani ambazo unatamani uzifukuze? Unazifukuza kwa kinywa chako, kwa kutamka maneno ambayo unayataka yao. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikasema kwamba ile hali ambayo imekuchosha kwenye maisha, unatakiwa utamke kinyume ili utoke kwenye hiyo. Lakini ukiendelea kutamka hivyo hivyo, ina maana unasema ninaendelea kubaki hapa hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Kile ambacho unakitaka, yaani labda mimi leo nipo kwenye hali ngumu, si ndio? Mimi ni bilionea nijana, sawa watu wa Mungu. Amina. Saizi ila sipo kwenye ubilionea. Ila mara ya kwanza wakati nalitamka hili bilionea, hata mimi ilikuwa linanipa ukakasi. Kwa sababu mazingira yanafanyeje? Yanakataa. Lakini baadaye naona nalikubali, linaendelea kukubaliwa na akili. Ufahamu umeendelea kukubali, umelimeza. Baadaye sasa hata mtu akiniita bilionea naweza nikashtuka na kuniita. Bwana Yesu atusaidie. Kwa sababu limeshaka kwenye akili. Kwa hiyo Mungu anachotaka kupitia kinywa alichokupa, usitukane tu. Bwana Yesu asifiwe. Usilaani. Yaani kwa wengine kuanzia asubuhi hichi kinywa kinaongea kama mabaya tu. Utamke mema yale unayoyataka. Kwamba mimi nitakuwa mtu fulani. Mimi nitakuwa hivi. Yale unayoyatamani. Ina maana unavyoitamka, Bwana Yesu asifiwe, ina maana unayaumba kwenye ulimwengu wa roho, yatatokea. Ndio maana anasema yeyote. Yaani wewe unaweza unaona ni kutamka, lakini Yesu akamwambia amini ninawaambia, yeyote atakaye sema wewe mlima ng'oka uondoke hapa, hayo aliyoyasema yatatokea. Bwana Yesu atusaidie. Sasa wale wana sayansi wanaweza kama wanajiuliza, yaani kusema tu. Bwana Yesu atusaidie, kwa sababu wenyewe wamezoea kufanya experiment, kujaribu kwa vitu. Yaani kuongea tu ndio kubadilisha maisha. Kuongea tu kunabadilisha maisha. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza yaani kuongea tu ndio kufukuza umaskini. Kuongea tu kunafukuza umaskini. Ndio maana Biblia imesema amini ninakwambia. Yaani kuongea tu, kuongea. Sasa nikikuuliza mtu wa Mungu, kuongea kuna gharama? Bwana Yesu atusaidie. Kuongea kuna gharama? Kujitamkia mimi nimbarikiwa na kwenyewe unahitaji malaika washuke. Bwana Yesu atusaidie. Hakuna gharama yoyote, ni maamuzi yako, kwa sababu ndani ya kinywa chako ipo hiyo nguvu. Sasa watu wengi tukaona maneno ni kitu cha kawaida, tukajiongelea tunavyoweza kujiongelea, na mwisho wa siku wakati mwingine maisha yakatuharibikia. Mungu atusaidie. Yeyote anaweza akajitamkia. Jitamkie baraka, jitamkie. Nikawa namsikiliza Mama Piti. Wangapi wanamfahamu Mama Piti? Bwana Yesu atusaidie. Mama Pastor Tom akawa anasema kwamba nilikuwa nasikiliza ushuhuda kama miezi mingi imepita. Anasema kwamba alikuwa anaumwa. Alikuwa na uvimbe. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa kwenye tumbo lake. Akawa ameenda hospitali, wakawa wamempa dawa, akawa amekunywa dawa kwamba za kusambaza nini? Uvimbe. Pasipo kupata matokeo yoyote. Lakini siku ile akawa ameenda tena, wakawa wamemletea dozi nyingi alizokuwa amepewa, vidonge vingi kweli vya kunywa. Alipokuwa amekunywa akakuta pastor, akamwambia pastor, nimepewa vidonge hivi hapa vya kunywa. Pastor akasema hivi vidonge vile vya mwanzo ulitumia muda gani? Akasema na hivi wamekuandikia dozi mara ngapi? Akataja muda waliokuandikia. Sasa mimi nataka nikuandikie dozi nyingine. Bwana Yesu atusaidie. Hivi usivitumie. Naomba tutumie dozi yangu sasa hivi. Akasema asubuhi utakuwa unasimama kwenye kioo. Wangapi walisikiliza kwa shule? Wapo waliosikiliza. Utakuwa unasimama kwenye kioo unajiangalia. Unasema ninaitwa mambo kwa tu. Bwana Yesu asifiwe. You introduce yourself. Unajiintroduce mwenyewe.
Unaweza kutambulisha jina lako. Ninaitwa Neema Tony Osborne. Ni mke wa mchungaji Tony. Mimi sina uvimbe. Kama inaleta fani kidogo eti. Akasema hivi, utakuwa unatamka. Dawa umekwambia unakunywa mara ngapi? Mara 3. Utatamka asubuhi, utatamka mchana wakati ungemeza vile vidonge, na utatamka jioni. Kwa akawa na nanili. Akawa amesimama kwenye kioo. Akaanza kujitambulisha. Ninaitwa, mchungaji amekaa na mwangalia. Ninaitwa fulani bin fulani. Mimi sina uvimbe. Mimi ni anasema sema sina uvimbe, sina nini. Wakati unaanza kusema mara ya kwanza mtu unaweza ukaanza kucheka, si ndio? Kama hivi mimi ninachokisema akili zangu zimekaa sawa sawa. Lakini alikuwa anajua nini anachokisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ulipofika muda wa zile dawa kuisha, ambapo alikuwa ameandikiwa hospitalini kwamba hapa ndio mwisho, uje tuje kufanyaje kucha, akaambia wewe nenda. Alipoenda walipopiga ultrasound, wakaambia dada, kwani ulikuja ulikuwa na tatizo gani? Akasema majibu yangu ya kwanza nilikuwa nina nini? Nina uvimbe. Wakaambia mbona hujawahi kuwa na uvimbe? Wakaambia mbona kizazi chako kinaonyesha hata kama hujawahi kubeba hata mtoto mmoja, ana watoto wangapi? 3. Lakini kilichofanya ni nini? Ni lile neno. Ina maana alikuwa na apply yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka. Bwana Yesu atusaidie. Nikajiandikia na mimi barani yao. Tuko kwenye gari na mchungaji. Nikasema hivi naitwa Space huko mchungaji. Nikasema sawa. Kwanza alitulia. Sasa kusema naitwa Space Samuel Kibona. Nikaanza kutamka. Akaniangalia. Nikatamka. Akasema sawa. Yule akijua mimi nasema hivi. Siku yote. Sasa nimezoea nikati nianza kucheka. Watu wa Mungu. Nikaanza kucheka. Bwana hivi nasema ni mwaka mimi nimejifunza zangu huko. Bwana asifiwe. Na mimi nikaanza kutamkia mlima ng'oka. Kama mtu uvimbe bila operation kwa maneno tu, mimi maneno yananigharimu kitu gani watu? Bwana Yesu atusaidie. Maneno yananigharimu nini? Kusema na kwenyewe kwamba kunahitaji nini ya maji ndio niseme. Kwamba nikachimbe mlima ndio niseme. Kinywa ninacho hapa nishindwe kusema. Nimeshasikia huko na ndivyo neno la Mungu lilivyosema. Nikasema. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema. Jioni nikasema tena. Kana jioni nikasema. Zikapita siku 4 nikasahau. Niliposahau tukao tunatembea naye. Akaniambia hivi mbona ile maneno yako sijakusikia? Nikamshukuru kwa kunikumbusha. Naitwa Sifaina. Bwana Yesu asifiwe. Sichekeshi watu wa Mungu. Unapojifunza ndipo unapopata ufahamu. Na tunajua kwamba ulimwengu wetu wa roho huko tulikoingia kwa pili. Yaani mara ya kwanza tulikuwa tunatamka tu unapojisikia kufanyaje? Kutamka. Lakini huu ulimwengu tulioingia mara ya pili, huko ambapo tumejifunza kwamba sisi ni kiumbe kipya, kuna kanuni zake za kuishi. Ili ufanikiwe kuna kanuni za kuishi. Na unapojua tu ndipo unapoanza kuapply ili uvuke hapo ulipo. Huko amesema kwamba ninalituma neno langu ili kukuponya na kukutoa kwenye maangamizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa pale unapolipata hilo neno na kuanza kulitendea kazi, maisha yako hayabaki jinsi yalivyo. Kwa pale unapoanza kugeuza mtazamo na kuanza kujitamkia mema, pale unapoanza kujibariki, kuna mtu ananifurahisha, unakuta amejipost uwe hai kipenzi. Niko simuelewi mara. Lakini nilipokuja mkutano, Bwana Yesu asifiwe, anajitamkia uhai. Anajitamkia baraka. Yaani watu wengine wanaweza kusema huyu dada naye hana kumpost.
Yeye ameona ajiposti na ajitamkie uwe hai. Bwana Yesu asifiwe. Ameona ajiposti na ajitamkie kwamba mimi ni mshindi, mimi nina nguvu, mimi nitafanikiwa. Tuwe serious kwa habari ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa serious na maisha yako. Usipokuwa serious na maisha yako, hakuna atakayekuja kuwa serious na maisha yako. Na uzuri wa kanuni hii, unaweza ukaitumia popote unapotaka kuitumia. Unataka kitu gani kiondoke kwenye maisha yako? Bwana Yesu atusaidie. Unataka kitu gani kije kwenye maisha yako? Unataka maisha yako yaweje? Yawe kwa mfumo gani? Unataka uifurahie siku yako? Unataka uyafurahie maisha? Amesema hivi, atakaye kupenda maisha, anayetaka kuyafurahia maisha, anayetaka kuifurahia biashara yake, anayetaka kufurahia siku ambazo Bwana amempa, anayetaka kutembea kwenye amani, anayetaka atembee na furaha, anayetaka aishi vizuri, anatakiwa ajitamkie yeye mwenyewe, azuie kinywa chake kisitamke mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Zuia kinywa chako kisitamke mabaya. Ni kweli wakati mwingine unaweza ukawa una hasira ukatamka vyovyote, lakini zuia kinywa chako kisitamke mabaya. Kinywa chako kitamke mema. Unapoenda kwenye biashara yako itamkie mema. Unapoanza siku yako itamkie mema. Watoto wako watamkie mema. Tamka mema, mwana wa Mungu. Acha kutamka mabaya, kwa sababu tunajitega sisi wenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo wa kwanza kuyainua maisha yake ni wewe. Wewe kulingana na unavyofanyaje, unavyotamka. Wa kwanza kuyabadili maisha yangu yawe vile mimi ninavyotaka. Ninajua una picha ile ambayo unaitaka itokee. Ni wewe unatakiwa uanze kutamka. Bwana Yesu atusaidie sana. Tamka, mwana wa Mungu. Tamka mema. Ndio maana anasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa hiyo kumbe unaweza ukajiwekea mtego, ukawa unataka kuvuka unashindwa kuvuka, kumbe kuna mtego ambao ulishajitegea mwenyewe. Ulikukamata wewe mwenyewe kwa kujitamkia mabaya. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Tutasoma tena katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura ya 17. Basi Elia Tishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye nitasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Elia ameenda kwa mfalme. Akamwambia mfalme, na kuambia kama Bwana aishivyo. Bwana Yesu asifiwe. Elia akamwambia mfalme, mimi nakwambia hivi, wewe ni mfalme, mimi ni Elia. Sawa? Ila kama Bwana aishivyo, hakutakuwa na mvua wala umande kwa muda wa miaka. Akataja na miaka yake anayoitaka. Akasema hivi, ila kwa neno langu. Yaani hadi nitakapotamka vinginevyo. Bwana Yesu atusaidie. Ila kwa neno. Huyo alikuwa anajua kwamba neno lake linaweza likasababisha mvua ikafanyeje? Ikakata. Ndio anakuambia, yaani mfalme, hakutakuwa na mvua wala umande. Kama mtaomba kwa mizimu, ombeni, sawa? Kama mtaenda kwenye mapango, nyinyi nendeni. Hapata kuwa na mvua ila kwa neno langu. Ina maana nitakapokuja kutamka tena, mvua ije, ndio itafanyeje? Itakuja. Na hisi ya hapo kuelewa. Bwana Yesu atusaidie. Lakini huyo alikuwa anajua kwamba kinywa chake kina, ndio maana akasema ila kwa neno langu, sio kwa neno la Bwana, ila kwa neno langu. Na ukisoma katika kitabu cha Yakobo, anasema hivi, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia kama ya kwetu. Kwa sababu hapa mwingine aliposema hivi, Elia
alistopisha mvua, itakuwa alikuwa na miguu miwili. Bwana Yesu atusaidie. Yaani kuna mwingine hapa anaweza kusema, yaani kwamba tuwe nyinyi unaweza. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana huko anakuja kutuambia alikuwa mwanadamu mwenye tabia kama ya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa mwanadamu kama mwenye tabia ya kwako, kama tabia yangu, sawa? Lakini yeye tofauti tu ya yeye na sisi, yeye alijua nguvu ya neno linalotoka kwenye nini? Kwenye kinywa. Sisi pamoja na kwamba tabia zetu zinafanana na za Elia, hatujaelewa nguvu, sawa, ya maneno yanayotoka kwenye kinywa. Kwa hiyo huyu mtumishi wa Mungu Yakobo anajaribu kufunua kwamba alikuwa na tabia kama ya kwetu, akiwa anamaanisha nini? Kwamba kama yeye aliweza, na sisi tunaweza kutamka chochote. Sasa mvua kwako, wewe unaweza kuwa na wewe unataka ambacho kikombe, sawa Bwana Yesu atusaidie. Yeye alistopisha mvua kwa sababu alikuwa anajua nini kinachotakiwa kitokee. Wewe unaweza ukatamka kwa habari ya maisha yako na vikatokea. Kwa anasema alikuwa mwanadamu mwenye tabia kama ya kwetu. Alikuwa tofautiani na sisi. Ameumbwa na yeye kama sisi tulivyofanyaje? Tulivyoumbwa na Mungu. Sawa? Ana macho mawili kama na sisi tulivyonayo mangapi? Mawili. Ana miguu miwili kama na sisi tulivyonayo. Lakini aliweza kustopisha mvua, na kweli kwa neno lake mvua haikunyesha kwa muda wa miaka 3 na nini na nusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe anaposema alikuwa na tabia kama yetu, kwamba hata sisi kuna mambo tunayokutana nayo, kuna hali tunazokutana nazo kwenye maisha, tunaweza tukasema full stop, sawa? Tunaweza tukasema mwisho, tunaweza tukasema usitufuatilie tena, na vikatokea vile vile kwa sababu Mungu amewekeza nguvu kwenye kinywa chetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kinachotakiwa mwana wa Mungu ni kuanza kutamka yale unayotakiwa yatokee. Anza kuyatamka, anza kuyasema. Nini unatamani kitokee kwenye maisha yako? Nini unatamani kiwe kwenye maisha yako? Nini unatamani kitokee kwenye afya yako? Nini unatamani kitokee kwenye ndoa yako? Nini unatamani kitokee kwako? Wewe umepewa huo uwezo wa kusema na jambo likawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusijiwekee mitego isiyo na sababu. Sawa na Mungu. Tusijiwekee tanzi zisizokuwa na sababu. Tusijitege. Tusijichimbie mashimo yasiyokuwa na sababu. Lakini tujitamkie yale mema. Tamka mema. Tamka mema kwako. Tamka mema mwana wa Mungu. Usichoke kutamka mema. Kila unapokumbuka mdomo unaotamka mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na asubuhi ya leo tutaenda kuomba Mungu kufuta kila maneno ambayo tulitamka au kutamkiwa. Uzuri ni kwamba tunayo damu ya Yesu ambayo inaweza kwenda kufuta chochote ambacho kilitamkwa kwenye ulimwengu wa roho. Inaweza kutengua kauli yoyote ambayo tuliitamka kwenye ulimwengu wa roho na ikaharibu maisha. Usijitamkie mwana wa Mungu hata kama umekata tamaa. Usitamkie mimi ni wa hivi hivi. Inawezekana mimi nilizaliwa hivi. Inawezekana, usijitamkie mabaya. Tamka mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwa neno la Bwana mbingu ziliumbwa, sawa? Kwa neno letu tutayaumba yale sisi tunayoyataka yatokee kwenye maisha yetu. Mimi ninayo ya kwangu ambayo ninatamani Mungu ayafanye kwangu. Ninakazana kuyaumba kila ninapokumbuka, sawa? Na wewe kazana kuumba hayo unayotamani yatokee kwa kinywa chako. Mtaji ni kinywa chako. Mtaji ni kinywa chako. Jua kabisa kwamba ni kweli Roho Mtakatifu yuko ndani yako, sikatai. Sawa? Ni kweli umeokoka, sikatai. Lakini unatakiwa pia kwenye kinywa hapo ujitamkie mema. Sawa mwana wa Mungu? Tamka mema. Tamka mimi nitaishi. Nitaishi umri mrefu. Mimi nitaona watoto wa watoto wangu. Sawa? Mimi nitabarikiwa. Maisha yangu mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mshindi. Maisha yangu mimi ni ya furaha. Maisha yangu ni ya amani. Tamka kile unachotamani. Mimi ni mfanya biashara mkubwa. Tamka. Bwana Yesu atusaidie. Hata kama leo unauza nyanya sado, ndio mtaji wako, lakini tamka mimi ni mkubwa. Mimi nitavuka mpaka mipaka. Mimi nitaenda mpaka huko. Jitamkie vile kulingana na maono ulionayo. Bwana Yesu atusaidie sana.
Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo maneno yetu yanaweza yakasababisha. Unaweza uko unajitamkia mabaya, sawa? Hata kama unakuja unaombewa mwana wa Mungu, lakini unajitamkia mabaya. Yale maombi hayatafanya nini? Hayatafanya kazi. Sawa? Hatafanya kazi. Ndio maana mimi mwaga sipendi, yaani hata kulikuza tu tatizo. Kwa sipendi. Sipendi, yaani wakati mwingine sipendi hata, yaani unakuta mtu nina shida kubwa sana. Yaani sipendi hiyo shida kubwa sana. Kwa hiyo tusaidie. Yaani sipendi kulikuza. Sitaki kulipa mwanya wa kulikuza. Kwa sababu kwa kinywa chako linakuwa. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Nina jaribu kubwa sana, sitaki hiyo kauli. Mimi. Sawa? Yaani hata kama ni changamoto, yaani sitaki kuikuza. Kwa sababu unapoongea unaipa huo uwanja kwa nini? Kubwa. Unaipa hiyo nafasi ya kuwa kubwa. Sasa kwa nini tuyape huo ukubwa ambao hayastahili na yakaweza kuondoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kile unachokitamka ndicho kitakachokuwa. Ndio maana neno la Mungu linasema amini ninakuambia. Amini. Sawa? Lolote utakaloliambia linaondoka. Mwingine anasema kwa kuliambia tu liondoke. Ndio kanuni, ndio Mungu alipoweka hivyo. Ndio alipotaka iwe hivyo. Ndio kanuni hivyo imewekwa kwamba utakaloliambia linaondoka. Maneno tu ndio maneno hayo. Bwana Yesu atusaidie. Hayo yana uwezo wa kuondoa mlima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuanzia leo jifunze. Bwana Yesu asifiwe. Unapoamka asubuhi, mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mshindi. Siku yangu hakuna atakayeharibu. Bwana Yesu atusaidie. Hata haribu mtu siku yangu. Tamka yale unayoyataka. Tamka yale mema unayoyatamani. Vile unavyotamka. Hapo sasa wakati itafika desturi umeshazoea, sawa? Unakuta unajitamkia tu, unatamka na ndivyo inavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna dawa ya kuondoa. Dawa ni nini? Kinywa. Kinywa hapo Mungu amekupa. Ndio maana hata wokovu tumeupata kwa kinywa. Unakuja hapa nifuatishe, baba yangu. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamee. Unatamka. Na baadaye unashangaa tunakwambia nini, nasikia kama nimetoa mzigo. Kuna mtu mmoja akawa amenifuata ni Sabato. Sawa? Akasema mimi kuna 1 2 3. Naomba unisaidie tuombe wote. Nikamwambia lakini cha kwanza unatakiwa kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sawa? Akasema mimi niko tayari. Nikamwombea sala ya toba. Nilikuwa nyumbani kwangu, nikamwombea sala ya toba. Nilipomwombea sala ya toba, yule mtu baadaye akasema hivi. Wakati natoka na msindikiza getini, sawa? Natoka akasema, "Ila najisi, hiyo ni sala ya toba." Sawa? Najisi mwepesi. Sawa? Tofauti na nilivyofanyaje? Yaani kama nimeshusha mzigo mzito. Lakini ni kwa kufanyaje? Kutamka. Ni kwa kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa nasoma hilo andiko nasema ukimkiri Yesu kwa kinywa na kuamini kwamba alikufa na kufufuka utaokoka. Akasema kuokoka kwenye ni neno la Kiyunani linalotokana na neno sozo. Hilo neno sozo linatafsirika kukomboa, kuweka huru, kuwa na amani. Imeelezea maneno mengi, sawa? Kwa hiyo Yesu anaposema, yaani mtu yeyote anayekiri anakombolewa. Anayekiri anawekwa huru. Anayekiri anatolewa kwenye vifungo. Anayekiri anatolewa kwenye mateso kwa kutamka tu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Sasa unaona kwamba kumbe huku tukienda kwa namna Mungu anavyotaka maisha yetu yanaweza akawa rahisi sana. Si ndio? Tukijitamkia mema maisha yetu yanaweza akawa rahisi sana. Sawa?
Ni pale unapofahamu ndipo unapoanza kuapply, na hicho kitu ndipo kinapoanza kufanyeje, kutokea. Kwa hiyo kumbe wakati mwingine hatahitaji kukemea, utatamka na vitafanyeje, vitaondoka. Bwana Yesu atusaidie sana. Naomba tusimame wanaume. Naomba tusimame. Kwa leo tutaenda kuomba kufuta maneno ambayo tulijitamkia sisi au tulitamkiwa, sawa? Yaani iwe ulitamkiwa au ulitamka, sisi tutaenda kuituma damu ya Yesu iyafute hayo maneno. Na baada ya hapo tutaenda kutamka mema ambayo unayotaka yazaliwe kwenye maisha yako, tutaenda kuyatamka. Bwana Yesu asifiwe. Kinywa chako ndio mtaji wako, sawa? Kinywa chako ndio mtaji wako. Kwa hiyo tutakapofika kwenye wakati wa kutamka, tamka yale unayotaka yatokee kwako, yale ambayo unatamani Mungu ayatende kwako. Wewe tamka. Wewe ni kazi yako ni kutamka. Anayetenda ni nani? Ni Mungu. Anayefuatilia ni Mungu. Yeye anachotaka utamke, alafu uwe vile unavyotamka. Sawa? Utakapoanza kutamka, utashangaa baada ya muda mfupi unakuwa kile ambacho umekuwa ukikitamka.